ndivyo atakavyoamka kesho. Nisikilize wapendwa, mambo yanabadilika, mambo yanabadilika wana wa Mungu, mambo yanabadilika. Unaweza ukaamka una afya njema, lakini kesho usiamke tena. Unaweza ukatoka una fedha, lakini kesho yakakubadilikia. Lakini jioni ya leo yuko Mungu aliye hai, ajuaye kesho yako, ajuaye maisha yako, ajua familia yako, ajua watoto wako, ajua ndoa yako, ajua biashara yako, ajua huduma yako. Huyu ndiye ambaye natangaza habari yake ya kwamba yuko mwana wa Mungu aliye hai. Wapendwa, anaitazama Yerusalemu, analia machozi akiangalia maisha ya mtu, analia machozi akiangalia ndoa yake inaenda kuvunjika, analia machozi akiangalia watoto wake wanaenda kuharibikiwa, analia machozi. Lakini mwenye watoto hajui lolote, aliye kwenye ile ndoa haelewi chochote. Huyo mfanya biashara hajui lolote ya kwamba wakati unakuja adui zako watakuzingira. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unakuja watesi wako watakuzingira. Anasema watakuzingira, watakujengea boma, manake huwezi ukatoka humo. Watakuzingira pande zote, watakuhusuru, manake watakuteka wewe na watoto wako, hawatakuachia chochote. Sikiliza wapendwa, jioni ya leo Mungu ameniagiza nije nikuambie hii habari. Hakuna ajuaye kesho, hakuna ajuaye. Wapendwa wanakwaya, sikiliza, sikiliza wazee wa kanisa mliokoka, ambao hamjaokoka, hakuna ajuaye kesho. Laiti angelijua marehemu angeokoka mapema. Laiti angelijua kwamba majira ya kufungwa sanda anakuja, majira ya kuingizwa kwenye gereza anakuja, majira ya kuingia kwenye kaburi anakuja. Huyu asingekaa kiupagani, huyu asingebaki kwenye pombe, huyu asingebaki kwenye ulevi, huyu asingebaki na uchawi, huyu asingebaki na vizuri. Inawezekana ni kweli wako hakuna shida, hakuna changamoto, chakula unacho, mavazi unayo, nyumba umejenga, gari unayo, kusoma umesoma, kazi unayo, shara unalipwa, ndoa unayo, lakini haujajua. Bwana asifiwe. Haujajua yapasayo amani. Haujaelewa ya kwamba wakati unakuja adui atavamia nyumba yako. Wachawi, waganga wanatafuta nyayo zako, wanatafuta picha yako, wanaitafuta nguo yako, wanatafuta chochote wayafunge maisha yako, wafunge kama nime wako, wafunge kile unapanga. Wao wataki kitokee kwako, lakini haujaelewa. Wana wa Mungu, sikiliza, ulimwengu tulio nao ni ulimwengu wa inda, ndio maana tunashinda. Na hata jioni ya leo ukimkubali Yesu unaweza ukashinda, lakini ukimkataa adui watakuzingira. Bwana asifiwe. Yerusalemu walikuwa wajui, wao walikuwa wanakula na kunywa. Wao ona kwamba umji sio muda mrefu unaenda kuwa mateka. Umji sio muda mrefu wanakwenda kunyang'anywa kila walicho nacho, lakini watu hawakuelewa. Watu wa Mungu, sikiliza, laiti tungejua kabisa ya kwamba baada ya wiki moja, baada ya miaka 5 hatutakuwa hivi tulivyo, baada ya miaka 10 sitakuwa hivi nilivyo. Adui ananisagia meno, tungalikimbia kwa Yesu. Sikiliza wapendwa, duniani yako mambo
mambo ya kuchosha, duniani yako mambo magumu, duniani yako mambo ya kuvunja moyo. Watu wanafika mahali wanasema ni bora nisingalizaliwa, ni bora nisingaliolewa. Mtu ameolewa mwenyewe kwenye ndoa yake, inafika wakati anaanza kulani mume wake, anaanza kuilani ndoa yake kwamba bora ningekuwa msimbe, bora ningekuwa single mother. Anaona hapana, haya maisha ni magumu. Amezaa watoto mwenyewe, lakini anaanza kulani watoto, anazani tumbo lake, analilani tumbo lake lililobeba watoto. Anasema kama ndio hawa, bora nisingewazaa. Mbona naniumiza moyo, maana kila siku ni shida. Lakini jioni ya leo na kutangazia ya kwamba iko neema ya Yesu Kristo, iko neema wapendwa, awezaye kurejesha. Ni Yesu peke yake awezaye kuokoa, ni Yesu peke yake awezaye kupandisha juu, ni Yesu peke yake awezaye kubariki mtu, ni Yesu peke yake. Sikiliza nikwambie, sio kwamba turogwe, tunarogwa sana, lakini Yesu Kristo anakuwa ni ukuta, anakuwa ni ngome, yeye anatuzingira. Sio kwamba tuangiwi, wanatuangia sana. Sio kwamba kwa waganga wapeleki majina yetu, wanayapeleka sana. Sio kwamba nyayo za miguu yetu hizo hawazichoti, wanazichota sana. Lakini wakienda kwa waganga wanashangaa zinakuwa ni moto. Wakipeleka majina yetu wanapigana wao kwa wao, wanafarakana wenyewe. Familia yako ingie kwenye ndoa yako, ingie kwa nyumba yako. Kama unafanya biashara, hapa takuwa nasema ulete, maana yuko Mungu alindaye, iko damu ya Yesu ambaye ni ukombozi. Hii ndio natangaza kama alivyoniagiza ya kwamba kawaambie kabla mambo hajabadilika wakimbie kwa Yesu, kabla msiba hujaingia waache dhambi yao. Wapendwa, sikia, yuko Mungu aliye hai, anahitaji mtu mmoja atubu jioni ya leo. Maana maandiko yanasema kwamba anapotubu mtu mmoja ni sherehe kwa Baba, ni sherehe mbinguni. Acha iwe sherehe jioni ya leo, acha iwe sherehe wachungaji, acha iwe sherehe mama wachungaji, sherehe watu wa Mungu, watu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Laiti ungejua, ungeacha hiyo dhambi. Laiti ungesikiliza, ukifa na dhambi ulionayo utatamani kurudi, haitawezekana, haitawezekana. Umepoteza. Na mkumbuka mtu mmoja alikuwa ni tajiri, na mtu mmoja Lazaro aliyekuwa masikini. Maandiko yanasema ya kwamba tajiri alipokufa akazikwa, akaenda mpaka kuzimu. Lazaro akaenda kwenye kifua cha baba Ibrahimu. Tajiri akamwona Lazaro kwa mbali anapunga raha kwenye kifua cha Ibrahimu, akamwambia, baba, naomba mtume Lazaro, naomba mtume Lazaro baba, achovye ncha kidole chake kwenye maji, adondoshe kwenye ulimi wangu, angalau niburudike kidogo. Ibrahimu akamwambia, hapana, wewe uliponda raha duniani, hii ni zamu ya Lazaro aliyeteseka duniani. Watu wa Mungu, sikia, kuna mtu mmoja anaitwa Paulo, anasema ingawa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa kila siku. Nampenda huyu Yesu, maana ananiimarisha ndani, anazidi kunijenga kila kunapokucha. Naomba akujenge na wewe, akufanye ni mpya. Mambo ya dunia yajapokuchosha, nataka nikwambie, liko pumziko la milele, liko pumziko la milele, liko pumziko. Wapendwa, kazaneni kwa Bwana, kazaneni wanakwaya, kazaneni wachungaji, kazaneni kusonga mbele, liko pumziko. Sikiliza nikwambie, watu wanaweza wakakuona kama si chochote lolote, lakini kwa Bwana una thamani kubwa. Bwana asifiwe. Tajiri anasema, naomba basi nirudi, kuna ndugu zangu 5 nikawaambie. Maandiko anasema wasipomsikiliza Musa na manabii hao, hata akitoka mtu huko watamwelewa. Anasema basi naomba tu
atume mtu huku, anasema hapana. Yule mtu anajaribu, anaomba arudi. Wapendwa, alikuwa ni tajiri, watu walimwita bosi, naye akaona ni sawa, lakini anaomba arudi. Akamwambia mama yake, akamwambia shangazi, akamwambia mjomba, ya kwamba kazana katika Yesu, ya kwamba endelea kwenye wokovu, kama hujaokoka okoka. Lakini anasema hapana, muda umeisha. Simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo.